Sisi ofisi ya wakili mkuu wa serikali kwa muda mrefu tumekuwa na utamaduni wa kuandaa mafunzo mbalimbali ambayo kwa njia moja ama nyingine yanawezesha mawakili wa serikali kupata ujuzi, uzoefu na weledi katika mambo mbalimbali mtambuka ya kisheria, ikiwemo sheria za ndani na sheria za kimataifa. Kwa hiyo kuanzia Jumatatu mpaka hii leo ofisi yetu ya wakili mkuu wa serikali imeandaa mafunzo ya mawakili wote wa serikali, wa taasisi zote za serikali, halmashauri, majiji na serikali za tawala za mikoa na za wizara, kwa nia ya kuhakikisha kuwa sisi mawakili wa serikali tunapata uelewa mpana wa mambo ya sasa ya uwekezaji, lakini pia ya ulindaji wa rasilimali za nchi yetu. Kama mnavyofahamu, ofisi ya wakili mkuu wa serikali ina jukumu la kuitetea serikali katika mahakama za ndani na nje ya nchi, lakini pia katika mabaraza ya usuluhishi ya ndani na ya kimataifa, na katika shughuli zote za uwekezaji. Basi mara nyingi sana kwa njia moja ama nyingine kunakuwa na mashauri ambayo yanahitaji usuluhishi. Kwa hiyo sisi ofisi ya wakili mkuu wa serikali tumeandaa mafunzo ambayo yako katika tasnia mbalimbali za kisheria, mathalan mambo ya kikodi, mambo ya mafuta na gesi, njia sahihi za usuluhishi. Kwa hiyo mawakili wote wa serikali wamejifunza, na kikubwa ambacho tunalenga ni nini? Katika shughuli zote za uwekezaji au ukuaji wa miundombinu ambao serikali unawekeza, kuna njia za majadiliano ya mikataba. Ni njia ambazo lazima mawakili wa serikali tufahamu. Utekelezaji na usimamizi wa mikataba ni mambo ambayo sisi kama mawakili wa serikali tunaona tuna dhima na jukumu muhimu ambalo kama nchi lazima tuisimamie na kuisaidia kwa njia hiyo. Kwa hiyo katika utekelezaji wa mkataba yote, hususan ya kimkakati, basi sisi mawakili wa serikali tuna hilo jukumu. Lakini pia pale inapotokea kuwa kuna mgogoro wa kitaifa na wa kimataifa, basi sisi mawakili wa serikali kama Mheshimiwa Rais anavyosema ni askari wa kalamu, tunakuwa tupo tayari kuitetea nchi yetu. Na kama nilivyotoa taarifa, katika mwaka wa fedha uliopita ofisi ya wakili mkuu wa serikali imeokoa trilioni 1.35 fedha ambazo serikali, kama tungeshindwa mashauri hayo au kama tusingejadiliana vizuri na wadau wetu, fedha hizo serikali ingelazimika kulipa kwa wadau wetu. Kwa hiyo fedha hizo tumeziokoa, na sasa serikali inaweza kutumia katika miradi ya mikakati, lakini pia katika kutoa huduma na maendeleo ya jamii. Wito ni kuwa sisi mawakili wa serikali, kwanza moja, tuendelee kuipigania nchi yetu, tulinde rasilimali za nchi yetu, na kwa kweli wamekuwa na tumekuwa tuna weledi mkubwa katika hilo, niwapongeze. Lakini wito nyingine ni kuwa mabadiliko yanakuja kisheria ndani na nje ya nchi. Hatuna budi sisi mawakili wa serikali kujinoa kila siku kuhakikisha kuwa tunaendana na hayo mabadiliko ambayo yanatokea ndani na nje ya nchi, ili sasa tuakisi uhalisia wa mabadiliko na kuwa bora zaidi katika kusimamia rasilimali za nchi yetu. Wizara ya Katiba na Sheria kati ya wizara katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ofisi ya wakili mkuu wa serikali ni taasisi mojawapo ndani ya Wizara ya Katiba na Sheria. Kama mnavyotambua, sekta ya sheria ni nguzo muhimu katika utekelezaji wa Dira 2050. Hivyo Wizara ya Katiba na Sheria tunahakikisha kwamba taasisi zetu zinajipanga mapema katika utekelezaji wa Dira 2050. Sisi tunachofanya ni kuziwezesha ili kusudi ziweze kutimiza majukumu yao kama inavyotakiwa. Mojawapo ni kuhakikisha kwamba taasisi zetu zote zinapata rasilimali fedha. Mbili, wanakuwa watumishi wenye weledi ili waweze kutekeleza majukumu yao kama inavyotakiwa. Lakini tatu, ni kufanya kazi kama timu. Pale ambapo tunaona kuna kitu cha kutekeleza kwa pamoja, tunakaa kwa pamoja, tunajadili
na tunatoka na way forward ya pamoja. 3, 4, tunahakikisha kwamba taasisi zote hizi lazima ziwe na watumishi wenye weledi, wanapata mafunzo ya mara kwa mara kama hapo wanapopata mafunzo ya ndani na nje ya nchi kwa pamoja. Na 5 ni kuhakikisha kwamba rasilimali za nchi zinasimamiwa, hasa mikataba ambayo nchi tunaingia. Ili mikataba tuingie mikataba iliyo bora, lazima taasisi zetu tuziwezeshe ziwe na watumishi ambao wana weledi, wanaoelewa kwanza majukumu na malengo ya nchi na nchi inafaidika vipi. Lakini mwisho ni kuwa na programu za pamoja, hasa kuhakikisha wananchi wanapata haki na wanaelewa haki zao.